Ninafanya kazi na mwavuli wa taasisi zinazotoa huduma ndogo za fedha Tanzania, au kwa kizungu tunajulikana kama Tanzania Association of Microfinance Institutions. Na tuko hapa kwenye wiki ya huduma za fedha kwa ajili ya kuelimisha jamii kuhusu huduma ndogo za fedha Tanzania. Tungependa wananchi, wateja wetu ambao wanatumia huduma ndogo za fedha Tanzania wafahamu taasisi hizi za huduma ndogo za fedha, wana bidhaa gani, wanatoa huduma gani kwa ajili ya jamii, na pia kuielimisha jamii matumizi sahihi ya huduma ndogo za fedha. Tunafahamu kwamba wakati tunachukua mikopo kama wajasiriamali, kama wakulima na watu kama hao, tuna wajibu wa kuhudumia ule mkopo, na pia taasisi hizi zina wajibu wa kumhudumia mteja kwa weledi na kwa ajili ya faida ya yule mteja. Huduma zinazotolewa na taasisi hizi za huduma ndogo za fedha, kwanza kabisa ni mikopo. Wanatoa mikopo ambayo inaongezea kwenye biashara na ili kupanua biashara na kukuza biashara. Na pia taasisi hizi zinatoa huduma za kujiwekea akiba ili watu waelewe kwamba wanaweza kuweka akiba na kuweza kuitumia pale ambapo wanapata majanga au pale ambapo wanataka kuongeza pia kwenye biashara zao. Na kitu ambacho tungependa hawa wanaotumia huduma ndogo za fedha ni kuchukua mkopo na kuutumia kwa usahihi na kurejesha kwa usahihi. Kazi kubwa pia ya TAMFI ni kuwaleta watoa huduma ndogo za fedha pamoja. Wanaweza kukaa pamoja, wakabadilishana mawazo, wakakubaliana masuala ambayo yataendesha biashara yao vizuri, na pia wakakubaliana kuhusu masoko yao. Kwa hiyo basi sisi tunawaasa au tunawaomba au tunawahabarisha watoa huduma ndogo zote za fedha ambao wapo Tanzania kuunganika kwenye umoja huu wa TAMFI, kwa sababu mnapokuwa pamoja mambo mengi yanaweza kuongeleka na mambo mengi yanaweza kujadiliwa na kuifanya hii sekta ikawa na nguvu na ikaheshimika mahali popote Tanzania. Kwa kujumuika na kuhudhuria kwenye maonyesho haya, TAMFI imepata faida nyingi. Ya kwanza kabisa ni kufahamika, kujulikana. Wananchi wanapofika hapa walikuwa wengi hawafahamu kama kuna umoja wa watoa huduma ndogo za fedha. Wao wanajua kwamba watoa huduma ndogo za fedha kila mtu anafanya kazi kivyake. Lakini pale ambapo tumewaelimisha kwamba watoa huduma ndogo za fedha wako chini ya mwavuli mmoja ambao unawasaidia sana 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 kwa ajili ya kutoa huduma hizi. Na tulipofika hapa tumeelewa pia kwamba wananchi walio wengi pia wanapokuwa na masuala ya huduma ndogo za fedha, yani mikopo na vitu kama hivyo, hawaelewi hizi taasisi zinafanya kazi namna gani. Wengine wako kwenye maeneo ambayo hawana ufahamu pale kuna huduma ndogo za fedha za namna gani, zinafanya kazi kwa jinsi gani. Kwa hiyo imekuwa ni fursa yetu kubwa pia ya kuelimisha wananchi. Pia tumepata fursa ya kufanya elimu ya fedha ili kuwaelimisha wananchi. Kwa hiyo kwetu sisi kuja kwenye haya maonyesho tunaona ni faida ambayo inatupa fursa ya kuweza kuelimisha wananchi. Maswali, umesema maswali naweza kusema maswali yaliyo mengi ambayo yanalengwa zaidi kwenye malalamiko. Wananchi ambao wametembelea banda letu wamekuwa na malalamiko ya hapa na pale, na tunafurahi kwamba kwa kuja hapa na kutoa malalamiko yao tumeweza kuwaelekeza sehemu sahihi ya kupeleka malalamiko yao. Na malalamiko kama ambavyo sheria inavyotutaka, malalamiko ya mteja yanatakiwa kuanza na taasisi. Anatakiwa kulalamika akiwa pale kwenye taasisi yake, na kama hajaridhika kwa ajili ya malalamiko yale,
basi anaweza kupeleka yale malalamiko Benki Kuu, ambako kuna dawati la malalamiko. Na kwa bahati nzuri Benki Kuu sasa hivi wanatengeneza mfumo ambao malalamiko haya pia yanaweza kupita kwa umoja. Kwa hiyo malalamiko yatatoka kwa mteja atapeleka kwenye taasisi aliyokopa. Ile taasisi iliyokopa akishindwa kuridhika na maamuzi yanayotolewa na ile taasisi ya fedha, ataweza pia kuja katika umoja, na katika umoja tutaangalia kama tunaweza kutatua ama sivyo, na ikishindikana tutapeleka yale malalamiko Benki Kuu ya Tanzania.